Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, ni ukaribishe katika kipindi chako pendwa kabisa cha Meza ya Hoja kutoka hapa kituo chako bora cha utangazaji. Jina langu ni Ezra John na utakuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na leo hii niko na mwamba kweli ambaye tutaenda kuzungumza kwa pamoja, na mada yetu kwa siku ya leo ni kwamba je, nidhamu ina mchango upi katika kufaulu ama kufeli katika masomo kwa mwanafunzi? Haijalishi ni mwanafunzi gani. Hapa tunazungumzia level zote. Tunazungumzia mwanafunzi wa shule ya msingi, sekondari, tukienda mbali zaidi hata vyuo vikuu. Mr. Ayubu. Naam. Karibu sana bwana. Asante. Kwa majina naitwa Ayubu Amos, ni mkazi wa Ngara. Yeah. Karibu katika studio za Dar es Salaam Tanzania TV. Kwanza asante ndugu waandishi wa Dar es Salaam Tanzania TV. Kama ulivyosema ni hoja, meza ya hoja ndio. Tunazungumzia swala zima la nidhamu. Unajua bwana, nidhamu ndio kila kitu katika maisha. Kwanza kabla hujaendelea, unaweza ukasema kwamba nidhamu ni kitu gani kwa upana, ili mtu aelewe kwamba mtu anapozungumzia nidhamu anakuwa na maana ipi kwa mapana? Kutokana na falsafa mbalimbali na mtazamo tofauti, tunaanza kusema kwamba nidhamu ni ile hali ya kufuata kile kinachohitajika kwa wakati huo. Kile ambacho ni cha msingi ama ni sheria na kanuni zinazotumika katika miongozo ya maisha ya wanadamu, ikiwemo kuheshimu mamlaka. Kuheshimu mamlaka. Anasema tutii mamlaka, hata vitabu vya Mungu vinasema tuheshimu mamlaka. Vitabu unavijua Ayubu? Yeah. Au kitabu chako kama unavyoitwa Ayubu, kuna kitabu cha Ayubu kwenye Biblia. Haya bana, sio business yetu sana. Tujikite sasa hapo kwenye nani, kwamba nidhamu inahusika vipi katika kufaulu au ya maendeleo kwa ujumla ya mwanafunzi au hapo katika masomo yake. Tunapozungumzia nidhamu, kwanza kabisa kama mwanzo nilivyosema kwamba ni sheria ama ni kanuni. Kwa hiyo kama ukizungumzia nidhamu ina mchango mkubwa katika swala zima la ufaulu. Kwa mfano, wanaposema kwamba unapaswa darasani uingie saa 2 kamili. Maana yake usipoingia saa 2 kamili tayari uko kinyume sheria na utaratibu uliowekwa na mamlaka, kama tulivyozungumza mwanzo. Ndio. Maana yake kama wakisema uingie saa 2 kamili ukaingia saa 2:30, tayari wewe huna nidhamu. Maana utakuta kama ni kipindi kimepita. Kwa hiyo nidhamu ina mchango mkubwa katika swala zima la ufaulu. Kwa mfano, tumezungumzia labda tuko darasani, tumezungumzia mada ya uongozi bora. Sasa kama wewe umekuja darasani baada ya kipindi kupita, maana yake hutolea kitu kinachoendelea, hautapata kilichofundishwa. Na madini yanatoka moja kwa moja kwa mwalimu. Inamaanisha kwamba madini ambayo mwanafunzi anatakiwa yapate kiuhalisia anatakiwa yatoke kwa mwalimu moja kwa moja. Kuna utofauti ule ambao mwanafunzi anaenda kushika kitabu ama daftari anajisomea mwenyewe. Katika swala zima la nidhamu ama swala zima la kujisomea, mwalimu ni mwanga, mwalimu ni kioo. Mwalimu tunaweza kusema kwamba ni strategies ambayo inatumika hata wewe namna ya kusoma. Kama hujaingia darasani ukajichukua kitabu ukajisomea mwenyewe, maana yake hutujua kile kinachoendelea. Kumbuka walimu wana ile technical issue, namna ya kufundisha, namna ya kusoma, namna ya kufanya ili uweze kuelewa. Kwa hiyo kama hutokuwa na nidhamu ya kumsikiliza mwalimu, usitegemee kwamba utakuja output kupata matokeo mazuri ambayo yanaweza kusababishia ufaulu. Ndio. Vinginevyo usipokuwa na nidhamu utaweza kufeli. Kwa hiyo ambacho nakiona, nidhamu ina mchango mkubwa sana katika ufaulu. Mfano, tunapokuwa darasani, mwalimu anapouliza kwamba tunaomba aliyeelewa swali ambaye hajaelewa nyoshe mkono. Sasa ukiona mtu hajaelewa alafu hajanyosha mkono, maana yake hana nidhamu. Au inakuwa ni nidhamu ya uoga, kwamba wenzangu watanichukuliaje, mimi peke yangu ndio sijaelewa, au inakuaje? Bumbumbu. Hapo tunachokizungumzia ni ile nidhamu ya uoga, lakini tunaweza kusema ni ushamba. Kama huelewi bora ukauliza. Ndio maana walimu wako peace sana darasani. Yaani kwa kweli wako peace. Kwa hiyo kama akiuliza kwamba ambaye hajaelewa anyoshe mkono, sio kwa manufaa ya mwalimu, ni kwa manufaa yako wewe mwenyewe.
Kwa hiyo anapouliza kwamba ambaye hajaelewa nyoshe mkono. Kweli kama hujaelewa unatakiwa ufanyeje? Unyoshe mkono ili aweze kuelekeza. Miongoni mwa watu ambao sio wanafiki. Yaani sio wanafiki ni walimu. Mwalimu lengo lake ni kutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Hata kutoa isipokuwa na nidhamu, lazima uwe na nidhamu mwalimu. Okay, Mr. Ayubu, turuke stage kidogo sasa tuzungumzie kwa elimu ya vyuo vikuu ambao inatajwa kwamba ni elimu ya watu wazima, si ndio? Yeah. Wewe ukiwa kule wewe yani serikali inakurigadi kwamba wewe ni mtu mzima, si ndio? Na unatakiwa ujilinde ama nidhamu yako ikuongoze kama mtu mzima. Unahisi ni vitu gani ambavyo huwa vinaonekana vinaporomosha maadili na kusababisha kwa mwanafunzi huyo, unaona, ambaye sasa yupo elimu ya watu wazima, si ndio? Vinaweza vikamshusha kimaendeleo. Hasa ni vitu gani? Kama nilivyozungumza ndugu mwandishi au mtangazaji wa Dar es Salaam Tanzania TV. Naam. Kwanza kabisa chuo ni elimu ambayo wanaamini kwamba unajitambua. Yaani wewe tayari ni mtu mzima sasa. Kwa hiyo nitakuja kuona kule watu wengi kinachosababisha watu wengi wanapofeli wafeli. Ni vitu viwili kama vitatu. Cha kwanza kabisa ni ule ulimbukeni. Kwamba nimefika chuo, nina uhuru wa kujitawala kufanya kitu. Uhuru wa manyani. Uhuru wa manyani. Lakini kumbuka kule kuna wanaokamata kwenye kozi wiki. Mwalimu wewe ukitaka kimbia usikimbie, yeye anajua paukamatia. Kwa hiyo uzuri kule hakuna mtihani wa taifa. Haupo. Mwalimu wako na taifa lako kule, ambaye mtihani wa taifa huko elimu za chini unaenda kusahihishwa huko nini kwa ngazi ya taifa, NECTA kuna NACTE, ndio. Lakini kule anayekupima ni mwalimu wako huyo. Si ndio? Tuendelee hapo. Moja ya vitu ambavyo vinapoteza wengi wanachuo, kuna vitu kama vitatu hivi. Ndio. Kwanza kabisa pale wanapopewa uhuru, wengine ndio chanzo chao sasa cha kuwa na mahusiano, wengine wanaiga maisha. Kumbuka kule unasoma na mtu tayari ambaye tayari wengi wao wana maisha. Unamkuta labda ni askari, mwalimu, yeye anajiendeleza, analewa mshahara. Wewe mwenzangu na mimi umetoka huko, unaenda kuna unaiga maisha yake, utapotea. Unaona bwana, kwa wengi kinachowapoteza ni makundilika haya, uhuru wa kupitiliza, vitu vingi, lakini pia na maisha ya kawaida, kwa sababu wengi wao wamejawa na tamaa. Akiona mwenzake anaingia chuoni na gari, yeye kwa uwezo wake akomae na mguu, au kwa uwezo wake aende na boda, basi ila asiwe na ule mhemko wa kupiga tamaa. Sasa samani kidogo. Hiyo sasa tunaweza tukaiweka vipi kati, au tunaweza tukaihusianisha vipi kati ya watoto wa kike na watoto wa kiume wapo wapo chuoni? Kwa sababu umezungumzia kuna hilo swala kwamba unaweza ukaona mwenzio kwamba kila siku anakuja na drop pale na gari ndinga nini, alafu wewe mawazo yako na wewe yakawa yanafikiria vitu vya mbali sana. Ndio hiyo umesema kwamba kuna mwingine anakuwa labda na anaiga maisha, na mimi nataka niwe kama mtu fulani. Tukizungumzia kwenye engo ya watoto wa kike hapo, sasa tujikite hapo kidogo kwanza. Asante sana ndugu mwandishi wa habari. Kwanza kwa upande wa watoto wa kike, mimi nimetembea vyuo tofauti. Kwanza kabisa nilichokiona watoto wa kike wengi wao wanatamaa. Anaona mwingine akibadilisha namna kubadilisha nywele, kusuka, wanaita twende kilioni kama sijakosea. Unaona bwana, mwingine anasuka rasta. Kumbe bwana pale kuna economic muscle. Ndio sawa. Wanasema mama anategemea uchumi wako. Kama uchumi wako ni wa kusuka twende kilioni, suka huo. Kinachomata ni academic perfect na nidhamu, the way utakavyoishi. Sasa mwingine akiona mwenzake anasuka rasta, anafanya hiki, anatembea gari, hajui hivyo vitu anavyovifanya nyuma yake kuna kitu gani. Kumbe kuna vitu kama vile vitatu. Mmoja unakuta ana mpenzi wake au mume wake ni dokta, mume wake ni yani mume wake ana kazi, anaingiza kipato cha kutosha, yani kutokana na familia yake labda inajiweza. Yeye yule mwingine anayeiga maisha ya chini na kupata kipato chake, akilipia tu ada ni kumshukuru Mungu. Kwa hiyo
Hicho ndo moja ya vitu ambavyo vinapoteza marada wengi, mabinti wengi chuoni, ile ya kuiga. Akishaiga kaona maisha yake ni magumu, inakobidi tafuta another alternative. Ndio kama hayo, wanatumia lugha ya kuchepuka, I don't care. Sasa ni kitu ambacho kabisa ni out na malengo ambayo anakusudiwa katika swala lake la kusoma. Kwa hiyo ambacho nakiona katika maisha tusio watu wa kuiga ulimkeni. Yaani ishi kulingana na kipato chako, sawa? Kwa sababu ukiishi maisha simple hamna atakaye kucheka. Manake aliyeshiba ugali na dagaa na aliyeshiba ugali na nyama utofauti huwezi kauona. Kushiba kunafanana, si ndio? Kushiba kunafanana. Okay. Maisha ya watu wote ni sawa. Tukiangalia mtazamo ya Russia nakwambia kila mtu yuko sawa. Wewe ukivaa shati 50,000, mimi nikavaa shati 2,000, wote tunaenda barabarani ili mradi tu tukusudia yale malengo tunayotafuta sisi kama binadamu. Okay, sawa. Kwa hivi karibuni unaweza kuwa na reference, labda umewahi kufika shule kadhaa ukaona kwamba ni kwa kiasi gani walimu wanahimiza nidhamu? Yeah. Kwa mfano juzi tumetembelea shule moja kwenye mahafali ya watoto. Kila mwalimu kwanza pale ukifika kila mwalimu alikuwa anazungumzia swala zima la nidhamu, lakini nampongeza aliyekuwa mgeni rasmi katika shule ya msingi ya Kiziba, Bwana Abduli Yusuf Kibuye kama sijakosea. Miongoni mwa vitu alivyowaasa kwa wanafunzi na jamii kwa ujumla ni swala zima la nidhamu, akiamini kwamba endapo ukiwa na nidhamu katika maisha ni hatua moja ama nyingine kupata maendeleo ya kitaaluma, maendeleo ya kijamii na maendeleo ya kawaida. Ukiangalia katika swala zima la uongozi, nidhamu ni kitu cha msingi. Kwa hiyo sio katika wanafunzi tu bali hata katika swala zima la kijamii, kisiasa na kiuchumi nidhamu inahitajika. Nidhamu ni kitu cha muhimu sana katika maisha ya kila siku. Okay, Mr. Ayubu, kabla tuhitimishe sasa, nahisi wewe umewahi kuwa mwanafunzi na kuna usemi kwamba elimu haina mwisho, na bado inawezekana ukawa bado mwanafunzi, si ndio? Yeah. Ukahitaji kuendelea kusoma. Neno la mwisho sasa unaloweza kulizungumza likiwa dedicated kwa wanafunzi wa level zote, kabla tuhitimishe, tugusie katika hizo nyanja. Asante sana mwandishi wa habari. Kwanza kabisa ambacho naweza nikakizungumza katika swala zima la maendeleo ya kielimu kuanzia level ya primary, secondary, advanced level na vyuoni huko. Kitu cha kwanza kabisa kinachomata ni nidhamu. Na nidhamu kilichotupeleka ni academic perfect. Yaani ni swala zima la taaluma. Yes. Kwanza hicho. Ukishajua neno hilo basi utaweza kupambana. Ambacho nakizungumza kwa wanafunzi wote kuanzia level ya chini hadi level ya juu. Cha kwanza kabisa unapoenda sehemu, kuweni na nidhamu. Heshimu kile kilichowekwa ama kuheshimu mamlaka kama tulivyosema mwanzoni. Heshimu mamlaka iliyopo. Kama kuna changamoto yote ile basi kuna hawa matron, hawa walezi washaurishe, kuna walimu, kuna ngazi mbalimbali. Lakini kumbuka mimi kipindi nasoma nimewahi kushika nyadhifa 2 tofauti. Naam. Nyadhifa ya kwanza niliwahi kuwa mwenyekiti msaidizi wa UKWATA nikiwa sekondari. Nyadhifa ya pili niliwahi kuwa kiongozi wa taaluma, academic perfect. Nilijitahidi sana kuhamasisha wanafunzi kusoma, debate, kila kitu, lakini pia nidhamu ndio ilikuwa msingi wa kila kitu. Kwa hiyo endapo ukiwa na nidhamu, maisha yatakuwa ni mazuri, utaweza kufurahia na hatimaye utaweza kufaulu. Ambacho nawasihi wanafunzi wote mnaonisikiliza kupitia chombo hiki cha habari Dar es Salaam Tanzania TV, ninawaomba hatua moja ama nyingine, nidhamu ni msingi, nidhamu ni maisha, nidhamu ndio kila kitu katika maisha yako. Yaani sawa tunaposema nidhamu ni sawa na ndio tunavyoishi, unapokula, unapokunywa, kila kitu. Nidhamu ni kila kitu. Kwa hiyo mimi naweza nikaishia hapo.
Bwana Mr. Ayubu, nikushukuru sana kwa uwepo wako na kwa muda wako katika kipindi hiki. Hivi ndivyo tunavyohitimisha, mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV. Cha kukusii tu kwamba ili uweze kuendelea kupata vipindi kama hivi na mafundisho mbalimbali, usisahau kukaa karibu na channel yako, subscribe, like, share pia comment ili wenzako pia wapate vitu kama hivi na utakuwa wa kwanza kabisa kupata pindi tu tunapopakia katika channel yetu ya YouTube. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Ezra John. Bye bye.